Asante kwa kuendelea kutazama Chomoza ya Clouds TV. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia kwenye Facebook page yetu. Tutakuja kusoma ni Chomoza ya Clouds TV, lakini Instagram ni Uncle Jimmy TZ. Usisahau kusubscribe account yetu YouTube ni Chomoza ya Clouds TV. Kimsingi tuko na Dr. Heli hapa, lakini naomba nisome message moja. Tunasema na watazama hapa kipindi ni kizuri mno, ila huyu pastor amesema vinazaliwa vizinzi vingi kuliko watakatifu. Ni kweli jamani, maana dunia imeharibika na mambo sio mambo. Kweli limeniapa mwe Vero Ignatius. Karibu sana Dr. Eli. Asante sana ndugu Jimmy. Habari ya familia yako? Tunamshukuru Mungu, tuko salama sote. Hongera kwa kuwa na semina nzuri ya wiki iliyopita. Asante, hongera na wewe. Na mimi nashukuru japo Samuel hakuweza kuwepo. Yeah. Kwa sababu ya mambo tu ya mawili matatu ambayo alimkuta, lakini nitoe hongera. Nilisema Samu, kama unakumbuka pale awali asubuhi nilisema daktari akija nitasema tuna marafiki wa kweli Chomoza. Kwa nini? Kwa sababu Samu, sisi tunatangaza hapa lakini hatujawahi kukutana na audience yetu. Tunasema audience ni nini? Audience. Asante. Nje huko. Kwa hiyo siku ambayo ilikuwa ndio ile seminar ilifanyika Bari nini? Bari Castle. Yes. Nilikutana na marafiki wa Chomoza. Yaani nilijua sisi Chomoza kuna watu ambao, yani wote waliokuja pale wamekuja kwa sababu walisikia tangazo kupitia Chomoza. Na kila mtu kama mnakumbuka nilikwambia Sam, tumepiga picha na watu wengi. Hawa ni marafiki wa dhati wa Chomoza. Mimi naweza nikasema kwa upendo wa dhati kutoka kwetu, timu ya Chomoza tunawapenda. Yaani tunawathamini kuliko maelezo. Yaani niliona upendo ambao sijawahi kuona kabisa kwa hawa watu. Mimi ninawapa salamu zangu na nasema tunawaheshimu na tunawapenda kuliko maelezo, Dokta. Basi baada ya Dar es Salaam tunaelekea Arusha. Baada ya Dar es Salaam lazima twende na Dr. Arusha. Hiyo tunakwambia tu Dr. Jipange. Okay. Jipange. Lakini pia Dr. umesema, nakumbuka kati shule unafundisha kuna vitu ambavyo unasema siwezi kuvizungumza hapa ikiwa kuna vitu vinamhusu mwanaume na kuna vitu vinamhusu mwanamke. Nimesikia unasema na tena. Yeah, ndugu mtazamaji, tutakusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu. Kwa wote ambao walihudhuria semina iliyopita, hongereni na karibuni tena na tena. Tutakuwepo available kuelimisha jamii kwa kadri Bwana Mungu anavyotuwezesha. Well, professionally, kitaalamu zaidi, haipendezi ukiwa unamfundisha mama baba yupo. Na mfundisha baba mama yupo. Kila mmoja hatakiwi kujua mwenzake amejifunzaje. Ila surprise inakuwa muhimu. Mwanaume akimwona mke wake ana improve, anaanza kutenda vyema, au mwanamke akimwona mume wake anaanza kutenda vyema, itakuwa na impact katika tabia zake au maishani mwake kuliko kujua kabisa aliambiwa afanye hivyo. Atafikiri labda alikuwa dictated to do it. Kwamba ni mnafiki anafanya tu kwa sababu ameambiwa. Ndio maana ingalikuwa vyema wakina mama tuwe na seminar na wakina mama. Wao ndio wa kwanza, kwani mahusiano ni ya kike. Ndugu mtazamaji, mahusiano ni ya kike. Na ndio maana katika wazazi wanaotangulia mbele ya haki, baba anawahi kuondoka, mama na baki. Kwani mama ana uwezo mkubwa wa kumudu mahusiano. Bahati mbaya leo hii mama haandaliwi, ajengeki ipasavyo. Sana sana anashawishika kuwa muasi. Na tutakuwa na kina mama, kichwa cha semina tarehe 18 mwezi March. Tutakuwa na semina pale Bahari Castle Beach pale. Okay. Tutakuwa tunaongelea woman know thy man, Kiingereza cha college. Woman know your man. Mke mjue mtu wako. Uwe single, uwe umeshaolewa, uwe unatarajia kuolewa. Wote unakaribishwa wanawake ili umjue mwanaume kabla hujao engage naye. Hata kama unaishi naye, ukimjua utaishi naye vyema. Kwani mara nyingi wanawake wengi wanawapenda waume zao kama wanawake, kwani wao ni wanawake. Kumbe mwanaume sio mwanamke. Ili umpende vyema inabidi umpende kama mwanaume.
tafsiri zake za upendo zinakuwaje kisaikolojia. So siku hiyo wanawake wengi itakuwa siku ya deliverance kwao, kwani bora kufungwa na mapepo kuliko kukosa nia. Okay, safi. Kwa hiyo itakuwa Jumapili, najua sasa hivi ni Kwaresma, lakini Jumapili itakuwa safi. Tutaanza saa 8 Jumapili saa 8 hadi saa 12 watu watafungulia pale pale. Wanakula nini, tutakula, tutakuwa na barbecue ya maana na kiingilio ni 30 hiyo hiyo. Namba zitaandikwa pale. Sijui kama ndugu Josie ameshapata namba hizo. Ile lakini kasoro ya Airtel tu. Utaweka ya Airtel na Tigo ya 15 ila namba ile. Nadhani nakumbuka hilo. Okay. Tutawapa namba ya kufanya booking, uwai mapema kwa sababu wengi walikosa ticket safari iliyopita na safari hii sikuangukie. Na kwa wale wote ambao walinunua audio CD Jumapili, alafu unakuta audio haiongei vizuri, hairidhishi, upige namba hizo zitakazoandikwa hapo. Alafu namba yenyewe naweza nikakutajia 0784 57 306 0784 57 0306 na Tigo ni 0715 57 0306. Namba ni ile lakini Tigo ya 15 na Airtel ya 84. Kwa hiyo utafanya booking yako pale pale kwenye hizo namba kuhusu semina ya kina mama tarehe 18 mwezi March, na pia unaweza kupeleka malalamiko yako ya CD pale pale ili ubadilishiwe CD upewe ya ambayo iko sahihi, kwani walioandaa inaelekea walikosea wakati wa kuandaa hizo CD. Okay. Well, ndilo tangazo tulilokuwa nalo. Nadhani ikisha la kina mama, sisi wanaume tuandae kwetu. Yes. Men at work, tukae tuzungumze. Yes, true. Tupigane msasa. Vijana wengi pia wange wajiandaa kisaikolojia. Wanadhani tutakula tatu na mahipsi watakutana na nini. Mwisho siku tunayumbi sana hapo katikati. Kwa hiyo tumalize kina mama, tumalize Pasaka, tusikizie watu wa Arusha anasemaje, tuandae wanaume. Dokta, karibu sana, na dakika 15 tutaweza kuongea leo kwa Chomoza. 15. Karibu. Asante. Ndugu mtazamaji, tuna dakika 15, naomba umakini wako, usikivu mahiri. Tunafunga ukurasa wa urithi leo. Isingekuwa vyema kufunga ukurasa huo bila kuongelea masuala ya shinikizo. Unapozaliwa kutoka kwa wazazi wawili, mchango wao wa chromosomes ukiwa conceived tumboni mwa mama unakuwa na 46%, lakini baada ya kuzaliwa una represent 50% ya chromosomes kutoka kwa wazazi, na chromosomes hizo zina control utayari wa maisha yako, utayari wa wewe kuishi duniani, kupokea mantiki, kuashiria miemko vile vile, kwani miemko atupokei hapa, tunazaliwa nayo. Mantiki ndio tunapokea hapa. Ina maana mfumo wa subsequent au mfumo halisia ya maisha ni mfumo ambao tunazaliwa nao, lakini urithi mara nyingi tunapata kwa dunia ni mantiki. Usisahau sasa, mara nyingi unaweza ukajichunguza, na kuna wengi ulitafakari, katika familia yako hakuna aliyefikia taraka. Katika familia yako baba na mama waliishi vizuri. Katika maisha ulioyaishi na ndugu zako mlikuwa sawa, lakini unavyokwenda wewe ni tofauti na familia yako nzima. Hapo inabidi utafakari sasa kuhusu mob psychology. Mob psychology ni sawa na crowd psychology. Tunasema kwa Kiswahili shinikizo, something like that. Lakini kiuhalisia tafsiri yake ambayo tutaweka literally, tunaweza tukasema kwamba tabia zinazoashiriwa kimakundi katika kundi la watu. Ukirefer kwa mtu ambaye alikuwa wa kwanza kama Gustave Le Bon ambaye ni Mfaransa, alikuwa ametafiti sana kuhusu tabia zinazoashiriwa katika umati wa watu, na yeye aliweka mipaka kwa hatua 3. Aliongelea anonymity ambao ni anonymity ni kwa Kiswahili. Anonymity tuseme yani kujificha.
Anonymity ni kujificha. Yaani katika umati kila mmoja anajificha nyuma ya wenzake. Umati ukipiga kelele utajua individual nani aliyepiga kelele, kwani wamepiga wote. Na watu wengi wakiwa katika umati wanakuwa na uhakika kwamba naweza nikafanya chochote na nisigundulike mimi kama mimi. Na pili, contagion, hiyo shinikizo yenyewe hasa, yani kuambukizwa kwa hali. Ina maana mtu yeyote anakuwa kama instinctive. Na tatu, yeye alilimit mawazo yake, Gustave Le Bon alilimit mawazo yake, ni mwanasaikolojia huyo, watu wa zamani. Alilimit mawazo yake katika suggestibility as well. Yani kuna mapendekezo, kuna maambukizi kwa lugha ya kisaikolojia na mashinikizo, na kuna kujificha. Kila mmoja anajificha nyuma ya umati ili react, ili anakuwa kama anatumia sirika zaidi ya dhamiri yenyewe. Ila tukienda mbali kidogo na Gustave Le Bon ambaye ni muasisi ya masuala ya mob psychology, yeye ndiye alianza utafiti kabla wakina Carl Jung hawajaja kuendeleza hilo. Yeye alilimit kwa umati ambao unaashiria riot, maandamano, watu walioandamana, watu ambao wana hasira, ama umati wa watu ambao wako katika burudani na kadhalika. Lakini sasa hivi na sisi ni watafiti, na wewe uchukue hatua ya kutafakari. Watu wote waandamani, lakini kuna tabia ambazo 50% zinazobaki juu. Umerithi, unapozaliwa unakuwa na utayari kwa 50% kutoka kwa wazazi, na maana wao wameshafikia average. Lakini 50 inaobaki unapata shule, unapata popote pale unapoongelea kundi. Lakini ukitafsiri vizuri maana ya kundi, hata dunia hii ni kama village today, ni kama kundi vile, kikundi cha watu. Kabla hata hatujafanya maandamano, lakini kuna internet, kuna Facebook, kuna WhatsApp groups, kuna shule, kuna peer groups and so forth, kuna marafiki unao hang around with. Kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa kama makundi ya kutu athiri, turithi pia kutoka kwao. Na kifupi, lugha ya kuweka mob psychology sawa, kinachodhihirika sana sana katika mob psychology ni de-individuation. Mtu yeyote inabidi awe yeye. Lakini katika makundi kila mmoja hayuko tena yeye, anapoteza uyeye. Ina maana kimaisha siku zote, inasikitisha, tunafuatilia biashara, tunafuatilia hata gari unao drive. Unaangalia gari lako lina mafuta au la, unaingia sheri, unagharamia pia hela. Lakini kujichunguza wewe una muda. Mara nyingi tuna spend money and time kwenda mahospitali mbalimbali, kwenda kutibu mwili huu ambao ni finite, unakufa. Na hakuna kitu kibaya kama Benjamin Franklin alivyosema once, actually Abraham Lincoln, kuna tatizo kubwa ukiwa unajali sana afya hii ya kimwili, kwani kwa kadri unavyokuwa unazidi kufa. Sio vibaya kwenda hospitali, lakini take time, kwani wewe ni daktari nambari 1 wa maisha yako. Watu wengi hatujifuatilii kwamba tabia hizi sio rafiki yangu hiyo, kwa sababu wale marafiki unaokaa nao, makundi unaokutana nao, wale ambao mna hang around with, wana influence uwepo wako kwa 1% ngapi. Thamani kubwa katika dunia hii kimaisha ni 3. Number 1 ni uhai. Number 2 independence. Number 3 ni happiness. Tunasema uhai, uhuru na furaha. Sasa hata sisi hapa Afrika tulikuwa na tatizo wakati tulipata independence, tulikosea viongozi vyetu vilivyotangulia, concept ya independence tulikosea. Wamarekani walielewa concept ya independence. Since 1776 Wamarekani walipopata uhuru walikumbuka kwamba walihitaji Waingereza. Na Waingereza walikuwa tayari developed, waliwasaidia sana, na hadi leo ally number 1 wa Marekani, wa kumuunga Marekani mkono nambari 1 duniani ni Uingereza. Na wa kuunga Mwingereza wa kwanza duniani mkono ni Marekani. Kwa nini? Kwa sababu walielewa concept ya independence. Uhuru ni kwamba kila mmoja unapewa nafasi ya kuleta mchango wako kwa uhuru wako, badala ya kuendelea kutegemea.
kwa sababu wakati tulikuwa colonized ama tulitawaliwa, tulikuwa chini ya utawala wa watu wengine wazungu, tunawategemea. Sasa uhuru haikumaanisha sisi tujitegemee wenyewe, tusiwategemee tena, tusihusiane nao tena. Hapana, uhuru tulifaulu kwenye context moja ya kwanza, kwamba tujitegemee. Lakini kutegemewa hatukudevelop hiyo context. Sisi wa Afrika tunapokuwa tutegemewe, hatukutarajia kutegemewa. Tulitarajia kujitegemea sisi wenyewe, kwamba hatuna haja na wale wengine, wametutesa sana, wametutesa vya kutosha, tuondokane nao. Lakini ndio maana Afrika hadi leo, pamoja na sisi kuwa tajiri nambari 1, tuko bado nyuma. True. You see, ina maana katika maisha ukipewa uhuru ni fursa ya wewe kuleta mchango wako, kwani kila mmoja amezaliwa ili kutegemewa. Masuala ya de-individuation, watu wengi tumepoteza asili yetu, hasa tunaishi kama watu wengine. Kwani dunia hii sasa hivi ni kundi, ni kama umati fulani, kwa sababu wakati wowote una access na watu wengine walioko Marekani, walioko hapa na kadhalika. Hebu jiulize, unakaa na kina nani? Unaishi na nani? Unasikiliza kanda zipi? Masomo gani unayosikia? Leo hii inasikitisha, hadi makanisani, hadi misikitini, hadi masinagogi, utakuta hamasa inayofanyika sio hamasa ya kuandaa watu kwa Mungu. Inakuwa hamasa ya kuwashawishi wale watu kuwa mashabiki wafuatishe. Ndio utakuta watu wanamshabikia kiongozi badala ya kumshabikia Kristo. Kumbe kiongozi atakufa. Kristo alikufa, alifufuka na impact yake iko hadi leo. Lakini yule kiongozi akifa tu historia inaisha. Na ndio maana ili umpime kiongozi usisubiri akiwa hai. Ujiulize swali, akifariki huyu ataacha legacy gani? Atakumbukwaje? Kwani historia na impact yetu inaanza baada ya kuondoka duniani, sio tukiwepo. Ukisaulika haraka baada, ukisaulika maana yake wewe hujafanya chochote, una legacy. Mwalimu Nyerere ameondoka miaka mingapi? Hakuna hata anayefeel kama aishafariki. Kwa sababu ya yale aliyotekeleza, ameacha legacy kwa uchanya, sio kwa uasi. Na kwa taarifa yako ndugu mtazamaji, amani ya Tanzania kwa asilimia kubwa mno inachangiwa na style Mwalimu Nyerere aliendesha, undugu, kuwafanya Watanzania wote kuwa ndugu. Nchi nyingine uweza kukutana mtu anakusalimia mtaani. Never. New York kwa mfano, mji kama New York. Nakumbuka kuna siku nilipotea pale Chinatown, naulizia mzungu fulani, alafu polisi, namuulizia mtaa, anafanya kama vile ananikimbia, ananiogopa. Yaani kana kwamba ni polisi. Can you imagine? Ina maana watu wengi wa kule nje undugu ule haupo kama hapa. Sio mbali, hata hapa Afrika ukienda Kenya, nini nchi zote uwezo ukasalimia ovyo ovyo, mtu ataishi tu kama unataka kufanya kitu fulani, unataka kuomba kitu fulani. Lakini Tanzania ukitaka mtoto mdogo, shikamo, habari ndugu yangu, amfahamiani. Lakini undugu ule Mwalimu ndio alisababisha. Nani atakayemsahau? Ndugu mtazamaji, umeambukizwa kwa asilimia kubwa, umerithi tabia za watu wengine wenzako. Maisha unayoishi sio ya kwako. Watu unaoishi nao pamoja upekue vizuri, uwachambue vizuri. Ndio maana inapendeza kuchaguliwa na urafiki kuliko wewe kuchagua marafiki. Tabia zako ziwaalike watu karibu na wewe kuliko wewe kufuata wale ambao unawatamania. Na kuna hiyo zana ya motivational speakers, motivational speeches and so forth, kuambia watu higa mfano wa mtu fulani, ufuate mtu fulani na kadhalika. Kuna miracle part ambao tuongelee. Mtu yeyote aliyefanikiwa, kuna muujiza fulani litendeka maishani mwake na yeye mwenyewe hawezi kutoa maelezo. Invisible mimi nakupata. Yeah, invisible. Kuiongelea invisibility haina maelezo. Umefikaje? Kwa mfano Sam Sasali, Jimmy, tusiende mbali. Hata mimi mwenyewe niwe hapa Chomoza. Maelezo wewe unaweza ukafikiri lugha alikutuma uniite, uniambie tuwe hapa na nikakukubalia. I don't think so. Kwa sababu ulivyo naalika mara ya kwanza nilikataa. Yes. Lakini baada ya muda nilikujaje?
maelezo hakuna. Emile Rakopart. Mtu yote aliyefanikiwa unayemuona mbele, bora ujifunze aliferi wapi, aliangukia wapi, utawahi kufika alipofika yeye kwa muda mrefu. Kwa sababu alipoteza muda alipoharibu. Yeah, ndio maana kushindwa ni darasa. Kukosea ni fursa kukosoa. Ndio maana asiyekosoa makosa yake ataendelea kukosea. Ulinipa 15 minutes na baki na 3 something like that. Lakini ndugu Sama hataongea. Nitakuuliza. Lazima aulize, usikatishe faster. Ndugu watazamaji wanatazama. Thank you Kiranja. Godfrey. Thank you Kiranja. Kiranja Godfrey. Ndugu mtazamaji, karibuni tarehe 18 tutakuwa na muda mrefu. Hapa viranja vingi sasa hivi. Tutaweka conclusion kwa kusema hivi. Unajikuta kwamba wazazi wako maisha yote unaoyaishi ni tofauti na wazazi. Hujarithi kwao. Basi makundi unaokusanyika nao, unachukua muda gani kukaa kwenye internet ujifunzi? Unaangalia picha, unasoma comments za biography za watu, unaangalia vitu vingi ambavyo wewe una haja navyo maishani mwako na tamaa inakuwa. Anza kupunguza makundi au hakikisha una control makundi. Njia pekee ya kucontrol makundi ni wewe kujijua wewe ni nani, ili utende kwa nia badala ya msukumo kwa watu wengine kwa tamaa. Na ndicho kinachotokea kwa wanawake au wanaume ambao waliwahi kukaa katika ndoa na watu wengine wakafeli, wakaanza mahusiano mapya lakini yamefeli pia. Ni shinikizo hiyo walioishi nao zamani, uliyeishi naye zamani alikuachia taswira potofu kuhusu watu wengine. Kumbe watu wengine sio yeye. Unaweza kuona wanaume wote wako sawa, wanawake wote sawa, huyu naye atakosea kama yule mwingine. Uwe makini. Mwanadamu yeyote aliyeumbwa ameleta mchango katika dunia kama wewe. Siku utaondoka, dunia itakosa mtu kama wewe. Ina maana chukua muda na wewe. Upweke ni kujikosa mwenyewe, sio kukosa watu karibu na wewe. Watu lazima tuishi nao. Sisi ni social beings, social animals. Tunategemeana. Ila usiishi na watu ili ufuatishe, uishi na watu ili uache vya kukumbukwa. Utakumbukwa kwa mawili, ulioyasababisha na ulioyasuluhisha. Tunafunga ukurasa kwa kusema, kabla unauliza swali angalau dakika moja. Okay, thank you. We got 5 minutes. Thank God for that. Thank you. Well, Sorry Sam. Well, nafunga kwanza. Kwa sababu ndugu Sama akiingia ndio tunaweka ukuta, tunaweka kufuli. Ndugu mtazamaji, Mungu anakupenda. Ni muda wa kujipenda wewe sasa. Ulizaliwa, ulitanguliza kichwa ili uonyeshe unafananaje. Hakuna aliye kama wewe. Tanguliza ubongo, sio miguu. Miguu ni kuwahi maendeleo. Watu wengi wanawahi maendeleo. Dunia hii hatuendi, tunarudi. Ndio maana tulivyozaliwa ndio hali tutakaoishia nayo. Usiwahi kwenda, tanguliza ubongo, kichwa chako. Chukua muda wa kutafakari. Na ishije maisha haya? Mwisho wake anakuwaje? Kwani asilimia ya kuishi ni moja tu, lakini asilimia ya kufa ni 99. Usisahau. Soma vitabu. Kumbuka, ukiwa unasoma kitabu unatumia ubongo wa mtu mwingine kufikiria. Usisahau wa kwako. Thank you. Ukisoma nini Doctor? Ukisoma kitabu unatumia ubongo wa mtu mwingine kufikiria. Usisahau wa kwako. Mawili. Okay. Sio moja tena? Hata kama hata nijibu ataondoka nayo kuja wiki ijayo, lakini nisipouliza leo nitasahau. Moja, kwenye mob psychology wakati tunaongea, one of the effect au ambao mimi kunitokea, wenye tabia chanya wana asilimia ndogo sana za kuimpact kwenye tabia mbaya. Mara nyingi wenye tabia mbaya ndo wana influence wengine. Hata mimi naweza kujikuta kwamba naweza kadhani niko vile vile unconsciously, nikajikuta kuna maneno nilikuwa siyasemi, lakini kutokana na watu ninaokaa nao nikajikuta kuna nikiwa somewhere else nimetamka lugha, usemi
react kama ya watu ambao mnaishi nao. Kwa nini inatokea hivi? Kwa maana ya kwamba wenye chanya athari yao ni hafifu kuliko wenye mbaya. Na hata kwenye Biblia inasema marafiki wabaya huathiri tabia njema. Kwa nini kuonyesha the other side kwamba kuna marafiki wazuri ambao wanasaidia watu wengine? That's number one. Number two, wakati ulipokuwa unaongea kuhusiana na vitu vinavyotuathiri pasipo kujua. Mfano sema unavyovisoma, nani unamsoma, nani unamfuatilia, nani unaenda Instagram, nani unaenda Facebook, hauwezi kujua anavyokuathiri. Lakini tunajisahau sisi kuwa kama sisi. Tumekuwa katika dunia ambayo ina ushawishi. Mfano, sisi ambao tunashindana kwenye social media. Kwenye social media 90% ya watu walikuwa kule wamefanikiwa. Yeye unaona ameposti gari, ameposti hiki, anaeleza maisha yake positive. Yeye unajiona wewe ndo wa mwisho. Unconsciously, na mimi nikienda sehemu nzuri natamani nipige picha niwaonyeshe watu kwamba niko sehemu nzuri. Hakuna mtu anaposti mgonjwa na akiposti akiwa mgonjwa anatafuta sympathy. Anajikosa yeye, anatafuta watu waseme kuhusu yeye ili ajisikie yeye yuko yeye. Hii inaweza ikaathiri katika ndoto tunazoishi, kwa maana ya kwamba inawezekana mtu alikuwa ni mzuri tu, alikuwa na maisha yake mazuri, lakini watu wanaowasoma, groups anazokaa. Na sisi tumejaliwa Dokta uwezo mdogo sana kusema no. Ukasema niko kwenye group ambalo la mfano la WhatsApp. Nikasema hili group kwa kweli linaniathiri either kiroho ama kifamilia. Nichukue ujasiri wa kujitoa. Cha kwanza najiuliza watanionaje? Yaani watanionaje tena kama ninalinda kuona naona bora ninyamaze, lakini sijui kwamba kwa kadri ninavyosoma mule nina athiri pengine namna ya kuishi na mke wangu na namna hizo. Yeah. Kwa kifupi nitajibu. Ndugu mtazamaji, mzazi, kwa sababu dakika tumekimbia kidogo. Mzazi anawajibika kwanza, kwa sababu mwanadamu yeyote inabidi ukumbuke tunaishi katika fallen world. Dunia hii ni dunia iliyoanguka, dunia iliyolaaniwa. Ina maana giza ni nene kuliko nuru. Nuru inahitajika katika dunia hii. Ndio maana mabaya yanakolea faster. Ukitenda mema utakumbukwa, lakini ukikosea hawatasahau watu. Kwa hiyo watu tuko karibu na mabaya yanakolea faster kuliko mema. Kwa nini? Kwa sababu dunia hii mfumo wake ni mbaya. Mfumo wake ni giza. Ndio maana kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Mungu aliahidi hivyo. Na ndio maana kuna makanisa, kuna misikiti, kuna masinagogi ili watu wamwakilishe Mungu, kuwaletea kanuru maishani mwao. Ndio maana mtu yeyote anayemwamini Mungu inabidi atafute mwanga katika kitabu kitakatifu. Soma Biblia, soma Qur'ani, soma Torati. Mwenyewe usisomewe. Ni muhimu, ni nieti. Wazazi sasa katika hiyo sekta ya kufanya ya kuona kwamba mbona mabaya yanakolea faster, ni utayari uliopo. Cha kumwekea mtoto ipasavyo mzazi ni utayari. Ukimpeleka mtoto shule, usiamini shule ya 100%. Kwani kule wanawapa mantiki, lakini kuna watoto wengine wanatoka familia tofauti na tabia tofauti, wanaweza wakamwathiri mtoto wako tabia. Kwa hiyo ukikaa nao mtoto wako, kila anapotoka shule, usiongee naye tu, umchunguze mtoto, uangalie tabia geni ziko wapi, uzikemee, uzitoe pembeni, umrekebishe mtoto wako. Hapo unamuandaa kwa utayari. Kuna mazao mengine ukipanda Dar es Salaam utavuna. Green apple ukipanda hapa utavuna kwa sababu ya utayari wa ardhi. Kifupi, wazazi tunawajibika kuwaweka watoto na wao na utayari ili mabaya yakija aweze kureject. Imani tunatafsiri mara nyingi imani ni kukubali. Kumbe imani ni kukataa pia. Waebrania 11:24 imeandikwa Musa alipokuwa kwa imani alikataa kuita mwana wa binti Farao kwa imani. You see, so imani ni kukubali na kukataa. Utayari ni kujua vya kukubali, vya kuotesha na vya kukataa. Nadhani tufunge hapo kwa sababu ya muda. We love you, tunawapenda daima na Mungu awabariki. Sema na inafanyika wapi? Inafanyika Barikani. Barikani. Kiingilio kile. Inaitwaje semina safari? Semina safari inaitwa Mke Mjue Mtu Wako. Yaani mwanamke ndio ujifunze mtu yukoje, mume. Yeah. Asante kwa kutazama Chomoza. Tunarudi hapa na mtumishi wa Mungu Sanbella. Endelea kuwa na sisi.
Mungu akubariki sana.